Danieli 3:24 na 25. Haleluya. Biblia inasema, nasoma hiyo kifungu moja na nikahubiri neno la Mungu. Inasema ya kwamba Danieli 3:24 ya kwamba ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu wakiwa wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. 25. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dara, na sura yake yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Hili neno ni langu mchana, na hili neno naamini ni yako mchana. Amen. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Danieli, tunajua Danieli kama mtu aliyekuwa mwombezi. Haleluya. Amen. Danieli alikuwa anaomba asubuhi, saa 7 na jioni. Lakini hapa kitabu ya Danieli inaongelea watu watatu. Inaongelea Shadraka, Meshaki na Abednego. Biblia inasema kuna siku watu walienda wakatunga mawaziri wa Nebukadneza, kwa sababu Nebukadneza alikuwa mfalme. Biblia inasema mawaziri wa Nebukadneza walienda wakatunga sheria, kwa sababu walikuwa wametaja Shadraka, Meshaki na Abednego, na wakacheza mchezo, wakatunga sheria na wakaenda wakapatia mfalme, akapiga muhuri. Na hiyo sheria ilikuwa kila mtu ataabudu sanamu. Na Biblia inasema wakati walikuwa wanasema kila mtu ataabudu sanamu, kuna watu watatu, vijana watatu walikuwa Wakibrania, walikuwa wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Sema Shadraka, Meshaki na Abednego. Sema Shadraka, Meshaki na Abednego. Na Biblia inasema hawa vijana walipokataa kuabudu sanamu, Biblia inasema ya kwamba mfalme, watu wa mawaziri wenye walikuwa wanasimamia hiyo sekta ya kutupa watu wa moto, wakaenda wakaambia mfalme ya kwamba kuna majamaa wamekataa kuabudu sanamu, na wakasema kwa sababu sheria ni kwamba wamekataa kuabudu sanamu, watupwe kwa moto ambayo ilikuwa imeongezwa makali 7 times. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema wakati walitupwa, ikafika siku nyingine asubuhi, mfalme alipoamka kwenda kuangalia hiyo moto, Biblia inasema mfalme akauliza wale mawaziri swali. Akawauliza, je, hatukutupa watu watatu kwa moto na walikuwa wamefungwa? Biblia inasema mawaziri wakasema, tulikuwa tumewafunga na tukawatupa, lakini sasa tunaona mtu wa nne na anafanana mwana wa miungu. Haleluya. Nataka kuhubiri neno ambalo linasema hauyuko peke yako katika moto waliokutupa ndani, hauyuko peke yako katika shida waliokuweka ndani, lakini wale waliokuweka kwa hiyo shida ndio wako peke yao. Sema amen. Sema amen. Hauyuko peke yako. Kukua peke yako inamaanisha unaweza kuwa na masomo na ikusaidii, unaweza kuwa na watoto na wakusaidii, unaweza kuwa uko na cheo na ikusaidii, unaweza kuwa na manyumba, unaweza kuwa na majirani, unaweza kuwa na kila kitu, lakini haikusaidii. Nimekuja kukuambia mchana wa leo ya kwamba hauyuko peke yako. You are not alone. You are not alone in that trouble. You are not alone. You are somebody whose name is Jesus. Uko na mtu anaitwa Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Hayuko peke yako, maana kuna msaidizi. Haleluya. Wakati ambapo Biblia inasema wakati hao watu
Biblia inasema mtu wa nne alionekana. Ninakutabilia mchana wa leo, mtu wa nne ataonekana. Mtu wa nne ataonekana. Kwa hiyo magonjwa ataonekana. Ataonekana. Mtu wa nne ataonekana. Kwa watoto wako ataonekana. Kwa biashara yako ataonekana. Kwa kazi yako ataonekana. Kwa uongozi ataonekana. Hayuko peke yako katika hiyo shida ambayo wamekuweka ndani. Biblia inasema wakati waliwekwa ndani, uwepo wa Mungu ulionekana. Wakiwa kwa moto, uwepo wa Mungu ulionekana. Ninasema ukiwa kwa shida hii 2026, uwepo wa Bwana utaonekana. Presence of God uliambia, presence of God ukishinda, uwepo wa Mungu utaonekana. Ukitembea wakidhani umekwisha, kumbe ndio Mungu anaonekana. Wakidhani utaungua, kumbe moto inakukataa. Maana mtu wa nne akaonekana. Biblia inasema huyo mtu wa nne alipoonekana, hiyo moto ikakosa kukua moto. Maana yule ambaye ni moto alionekana katikati ya moto, anaitwa simba wa kabila la Yuda, anaitwa moto unao, anaitwa moto unao. Mtu wa nne akionekana, moto itakula mashetani, moto itakula majini, moto mbaya, damu ya ukoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila shida huwa inasababishwa na mtu fulani. Elewa hiyo. Kila shida kuna chanzo ya hiyo shida. Sio mtu alisema alikuwa mwerevu kwa shule, lakini mama yake alikuwa ni mtu wa kushika madawa. Na kwa sababu alishika kwa madawa, alisababisha leo huyu mtu anafanya kazi ambayo si yake. Nimekuja kukuambia yeyote aliyeshika kwa shida ambayo uko ndani, ninatangaza siku ya leo ataenda kupata matokeo. Maana tunatangaza hukumu, tunatangaza hukumu, anaenda kupata matokeo. Na hii mwaka nikisema utakuwa na ushuhuda, utakuwa na ushuhuda ya kusema njoo uone kile ambacho Mungu amefanya. Sikia, point namba 2, mtu kwa ile akionekana kwa shida ambayo uko ndani, lazima kutakuwa na supernatural protection. Kutakuwa na ulinzi wa kiungu. Kutakuwa na ulinzi wa kiungu. Biblia inasema hata ukipita katikati ya maji mengi, hiyo maji haitakumeza, maana gongo lake na fimbo lake itakuongoza. Anasema sitakuacha, anasema sitakuacha, nitakulinda. Mungu atakulinda. Mungu atakulinda kama vile alilinda Shadraka, Meshaki na Abednego. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alijukua, alikuwa anaenda na bibi yake, ile kitu inaitwa kujionyesha, kwenda kuona kukaa mavakesho, ile kwenda kutia bibi moyo, kumwambia ile vitu tulifanya nimekukosoa, acha nikuonyeshe hii dunia vile inakaa. Sasa wakati walikuwa wanaenda kumbe bibi alikuwa kwa hiyo wanawake wasahau kitu. Na wakisahau watakukumbusha. Kwa hiyo sio kusema utanipatia vitu. Sina kumbuka. Sasa wakati walikuwa wanaenda kufika kwa daraja, huyo mwanamke akasukuma mguu wake kwa maji. Wakati alisukuma mwanaume yake, maji kambeba, maji nyingi sana kambeba. Bibi yake akidhani amekufa. Akidhani amekufa, huyo mwanaume akaenda mpaka mahali inaitwa Highland. Ni katikati ya bahari, ukienda Kisumu kuna Highland. Ni mahali ambapo kuna nchi kavu katikati ya bahari, watu wanaishi, lakini pahali alienda watu walikuwa wanaishi. Sasa huyu mtu akaenda mahali, alianguka mahali hakuna watu, hakuna nini, mtu akakota makuni, akatengeneza kanyumba bila kanyumba matawi na miti kama manyata, kaanza kutoa masamaki ya kukula na kisafari. Sasa